Mimi nishukuru tu uongozi wa kuanzia mkuu wa wilaya mpaka dasi mpaka mkurugenzi wetu. Ni kwamba mchezo huu wa leo tumeona ni kwamba halmashauri zote mbili hizi zinajumuika, halmashauri ya Mbulu mji na halmashauri ya Mbulu wilaya. Hapa unawaona wote ni watumishi ambao wanacheza sasa hivi. Leo hii asubuhi tunaanza na mchezo wa netball, lakini baadaye tutamalizia na mchezo wa mpira wa miguu. Lakini wachezaji wote ambao unawaona hapa mwandishi, wachezaji hawa ni wachezaji ambao ni watumishi. Moja wapo, kwanza tunafahamu faida ya michezo kwamba unavyoona hapa kuna watu wanashangilia, lakini kuna watu wanacheza. Yote hiyo ndio dhana dhima ya michezo. Watu wanafahamiana. Kwa hiyo hapa kwenye kufahamiana watu wanajenga urafiki, lakini kingine ni mazoezi. Mazoezi ni afya. Kwa hiyo ndio maana idara ya michezo kwa kuomba ruksa kubarikiwa na uongozi wa wilaya na halmashauri zote mbili, ndio maana tukaona tuwakutanishe halmashauri zote hizi mbili. Lengo ni watu waburudike, lakini na kuondoa stress. Wafanyakazi wanaposhiriki michezo hivi, wakirudi kwenye kazi afya zao zinakuwa timamu, kwa hiyo na kazi zinafanyika. Lengo letu ni kwamba wachezaji, wafanyakazi wafanye mazoezi, tunatimiza kauli mbiu ambayo mwana michezo namba 1 ambaye ni rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameshauri kwamba vijana wacheze, wafanyakazi wacheze, na ndio maana leo hii tuko na wafanyakazi hapa. Mimi niseme tu kwamba mali hii ni ya serikali. Hapa tupo kwenye taasisi. Mtu yeyote ambaye anahitaji kuja kufanya mazoezi, kuja ana mchezo wa kirafiki, anafika hapa, anawasiliana na uongozi wa shule, atapewa utaratibu na kama kweli unavyoona hapa. Lakini jambo la kuvutia leo, unaona kwamba hapa tuko na watumishi, lakini tuko na wanafunzi, na wanafunzi wenyewe kuna kitu wanaendelea kugain. Kwa hiyo watoto wanasoma huku wanaburudika. Ndio lengo letu sisi kwamba watoto wapate burudani, lakini lengo kubwa ni kusoma. Kwa hiyo hapa unavyoona ndio hivyo. Kwa hiyo watoto na wenyewe kuna kitu wanaiga. Hawa ni watumishi. Watumishi wako wanacheza, wanafanya hivi. Kwa hiyo wenyewe kuna kitu wanaweka. Kwa hiyo watajitahidi kwenye masomo yao, mwisho wa siku wajiajiri au waajiriwe, na wao wana michezo na michezo inalipa kama wanavyoona. Kwa hiyo mimi nishukuru tu kwamba tupo. Niombe jamii yote hii ambayo inaozunguka. Leo tumekuja hapa, lakini maduka yameongea huko, watu wameenda madukani kununua vitu, ndio faida ya uwekezaji. Majina yangu Melda Pisa, ni mtumishi kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Tumekuja kucheza michezo ya urafiki na ndugu zetu wa halmashauri ya mji wa Mbulu. Mimi nipo timu ya watumishi ya wanawake, na pia kwenye ile timu nachezea nafasi ya center na widi. Michezo kiukweli, kwanza ni wasifu na niwapongeze watumishi wenzangu. Kiukweli wamekuwa na ari na moyo wa kufanya michezo. Kwa mfano kama si halmashauri yetu, kila siku jioni baada ya kutoka kazini saa 10:30 tunakutana viwanjani kufanya mazoezi. Tunafanya maandalizi ya mechi za kirafiki, lakini pia tunajiandaa kwa ajili ya michezo ya watumishi inayokwenda kufanyika mkoani Mbeya. Kiukweli Mbulu vijijini tupo vizuri. Ni mara ya pili leo tumecheza na ndugu zetu wa Mbulu mji, na mpaka saizi muda huu tunaongoza, na walivyofika kwetu tuliwafunga, na leo pia walitualika tumekuja kuwafunga kwao. Bado tunaonyesha ukubwa wetu. Halmashauri ya wilaya Mbulu ni kubwa. Naitwa Grace Geheri, ni mtumishi kutoka halmashauri ya mji wa Mbulu. Tuko hapa uwanjani kwa ajili ya mechi ya kirafiki kati ya halmashauri ya mji wa Mbulu na halmashauri ya wilaya. Hakuna changamoto, mchezo hatujazidiwa bado. Tunaendelea kupambana, ligi inaendelea kupamba moto. Sisi tunaenjoy mchezo kiujumla, tunaenjoy, tunapata refreshment kwa ujumla. Kwa hiyo tunaufurahia mchezo, hatujazidiwa bado. Sisi kiujumla, nikianza na mkuu wa wilaya Mbulu, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mbulu, tunajivunia kwa sababu wanatupambania. Tukiangalia miundombinu ambayo tunayo inatufanya watu wengine wanaona vipaji vyao kwa ujumla. Neno langu la ushauri kwa watumishi wote, tunakaribisha wawe wanapata
muda mzuri wa kuja kwenye mazoezi, wa kuja kurefresh, kucheza, kwa sababu baada ya kutoka kazini unakuwa umeshachoka, lakini ukija uwanjani unasahau stress zote.